Ujambo na karibu JCTV, chombo chako cha habari cha mtandaoni chenye makao yake katika jiji la Johannesburg nchini Afrika Kusini. Leo ni Jumamosi Agosti 2026, ikiwa ni Jumamosi ya kwanza kabisa katika mwezi huu wa Agosti na siku ya kwanza kabisa katika mwezi huu wa Agosti tulionayo hii leo. Rais Felix Tshisekedi wa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo amewasili mjini Lubumbashi kwa ziara ya kikazi inayolenga kufuatilia miradi ya maendeleo na huduma za umma. Serikali ya Rwanda imehoji mchakato wa uhakiki unaofanywa na MONUSCO kwa watu wanaorejeshwa Rwanda kama wapiganaji wa zamani wa FDLR, ikidai kuwa baadhi yao walibainika kuwa raia wa kawaida wa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Taarifa ambazo bado hazijathibitishwa rasmi zinadai kuwa aliyekuwa kiongozi wa wazalendo Raia Mutomboki katika eneo la Shabunda, Kivu Kusini, amejiunga na waasi wa M23. Na mvutano unaendelea kuongezeka kuhusu wito wa kusitisha shughuli zote uliopangwa kufanyika Jumatatu na Jumanne zijazo katika usultani wa Babila Babombi mkoani Ituri. Kuna hayo na mengine mengi. Naitwa Bedi Jean de la Croix, karibu. Na sasa tuangazie kwa kina taarifa zetu. Waziri wa mambo ya nje wa Rwanda Olivier Nduhungirehe amesema kuwa tangu Oktoba mwaka jana watu 81 waliorejeshwa na MONUSCO kama wapiganaji wa zamani wa FDLR waligunduliwa baadaye kuwa raia wa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo wasiokuwa na asili ya Rwanda wala historia ya kushiriki katika makundi yenye silaha. Kwa mujibu wa waziri huyo, watu 69 kati yao walikiri kuwa walijitambulisha kama wapiganaji wa zamani wa FDLR wakitarajia kupata manufaa yanayotolewa kwa wanaorejeshwa kupitia programu ya uondoaji silaha na urejeshwaji katika jamii. Tuhuma hizo zinakuja baada ya Rwanda kuwarejesha DR Congo watu 39 waliodaiwa kujitambulisha kwa uongo kama wapiganaji wa zamani wa FDLR. MONUSCO imekanusha kuhusika katika operesheni hiyo, lakini imesisitiza kuwa mchakato wake wa uhakiki hufuata hatua kadhaa za uchunguzi kabla ya mtu kuruhusiwa kurejeshwa Rwanda. Kwa habari za haraka, za kina na za uhakika kutoka Jamhuri ya Demokrasia ya Kongo na zile ambazo zinamgusa kwa mkongomani aliye nje, usikose kusikiliza JCTV. Usikose pia kusubscribe, comment, like na kushare. JCTV ni jicho lako. Kwingineko ni kwamba viongozi wa afya barani Afrika na Ulaya wametoa wito wa kuharakishwa kwa ufadhili wa mapambano dhidi ya mlipuko wa Ebola aina ya bundibujo nchini Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Mkurugenzi mkuu wa Africa CDC Jean Kaseya pamoja na viongozi watatu wa Ulaya wamehimiza wafadhili wa kimataifa kuharakisha utoaji wa fedha kwa ajili ya kudhibiti mlipuko wa Ebola nchini Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Wamesema virusi vya Ebola aina ya bundibujo bado havina chanjo wala tiba maalum iliyoidhinishwa, hivyo mapambano yanategemea ufuatiliaji wa wagonjwa, uchunguzi wa mahabara, huduma za matibabu na ushirikiano wa jamii. Pia wametaka fedha zielekezwe haraka katika mifumo ya afya ya kitaifa na ya ndani kulinda wahudumu wa afya na kuimarisha utafiti wa chanjo na tiba mpya, huku wakisisitiza kuwa mafanikio yatapimwa kwa kasi ambayo msaada unawafikia wahudumu wa afya walioko mstari wa mbele. Tukiendelea kukusogezea taarifa zetu, rais wa Burundi Evariste Ndayishimiye amesema wanajeshi wake walioko mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo hawajawahi kuwaona wapiganaji wa FDLR, akipinga madai ya Rwanda kuhusu ushirikiano kati ya jeshi la Kongo na kundi hilo. Katika mahojiano na shirika la habari la Uingereza BBC, Ndayishimiye alisema amekuwa akiwauliza mara kwa mara wanajeshi wa Burundi waliotumwa nchini Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo kama wameona wapiganaji wa FDLR, lakini wamekuwa wakijibu kuwa hawajawahi kuwaona. Alidai kuwa baadhi ya wanachama wa FDLR wanapatikana Ituri ambako hakuna wanajeshi wa Burundi, huku wengine wakidaiwa kuwa katika maeneo yanayodhibitiwa na M23 na Rwanda. Rais huyo alisema madai ya Rwanda kwamba jeshi la Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo linashirikiana na FDLR yanaweza kutafsiriwa kuwa yanawalenga pia wanajeshi wa Burundi wanaofanya operesheni pamoja na jeshi la Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Tunaendelea tu kukusogezea taarifa zetu. Ni kwamba taarifa ambazo bado hazijathibitishwa rasmi zinadai kuwa aliyekuwa kiongozi wa wazalendo Raia Mutomboki katika eneo la Shabunda, Kivu Kusini, amejiunga na waasi wa FCM 23. Kwa mujibu wa taarifa zilizochapishwa na APDC Asebel, Ndarumanga Muyololo Mbao anadaiwa kutangaza kuhamia upande wa FCM 23 baada ya miaka kadhaa ya kushirikiana na makundi ya wazalendo. Muyololo alikuwa ameondolewa katika harakati hizo za kivita mwaka 2023 kupitia programu ya DDRRR kwa ushirikiano na APDC na MONUSCO.
Baadaye alirejea tena katika shughuli za kijeshi akidai kuunga mkono juhudi za serikali dhidi ya FCM23. Hata hivyo, hakuna tamko rasmi kutoka FCM23 FARDC au Muyololo mwenyewe kuthibitisha taarifa hizo. Habari hii bado inaendelea kufuatiliwa. Kwa habari za haraka, za kina na za uhakika kutoka Jamhuri ya Demokrasia ya Kongo na zile ambazo zinamgusa kwa mkongomani aliye nje, usikose kusikiliza JCTV. Usikose pia kusubscribe, comment, like na kushare. JCTV ni jicho lako. Unaendelea kupokea taarifa zetu kutoka JCTV, chombo chako cha habari chenye makao yake katika jiji la Johannesburg nchini Afrika Kusini. Taarifa ambazo bado hazijathibitishwa rasmi zinasema kuwa waasi wa FCM23 wameendelea kupanua maeneo wanayodhibiti katika tarafa za Fizi na Uvira mkoani Kivu Kusini Mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Kwa mujibu wa vyanzo vya ndani, waasi hao wanadaiwa kuteka vijiji vya Abanya na Natolonge katika tarafa la Fizi pamoja na kijiji cha Rurambo katika tarafa la Uvira. Vyanzo hivyo vinadai kuwa sehemu kubwa ya nyanda za juu za Fizi na Uvira huenda ikawa chini ya ushawishi wa FCM23, ingawa hali halisi ya usalama bado haijathibitishwa rasmi. Wakati huo, mmoja wa viongozi wa wazalendo ananukuliwa akiwatuhumu baadhi ya wanajeshi wa FARDC kwa kutotoa msaada wa kutosha kwa wapiganaji walioko mstari wa mbele. Madai hayo hayajajibiwa rasmi na jeshi la Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Kuunginiko ni kwamba serikali ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo imeweka lengo la kuongeza mapato ya ndani hadi dola za Marekani bilioni 18 mwaka 2027. Makamu waziri mkuu waziri wa bajeti Adolphe Muzito amesema serikali inalenga kukusanya dola bilioni 18 mwaka 2027 na kufikia dola bilioni 40 ifikapo mwaka 2035. Amesema bajeti ya mwaka 2027 inatarajiwa kukua kwa asilimia 14 ikilinganishwa na asilimia 12.5 ya mwaka huu. Serikali pia inalenga kuongeza mapato kutoka dola bilioni 15.3 mwaka 2026 hadi dola bilioni 21 mwaka 2028. Muzito amezitaka taasisi za ukusanyaji mapato kuongeza juhudi ili kuhakikisha malengo hayo yanafanikiwa. Tujielekeze katika mkoa wa Katanga. Rais wa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo Felix Tshisekedi amewasili mjini Lubumbashi kwa ziara ya kikazi inayolenga kufuatilia miradi ya maendeleo na huduma za umma. Rais Felix Tshisekedi aliwasili Ijumaa jioni akitokea Kaniama-Kasese katika mkoa wa Lomami. Katika ziara hiyo anatarajiwa kuzindua jengo jipya la mahakama ya haki mjini Lubumbashi na kutembelea hospitali kuu ya rufaa ya Kisanga katika manispaa ya Katuba ambayo inaendelea kufanyiwa ukarabati. Ziara hiyo ni sehemu ya juhudi za serikali za kuboresha miundombinu ya huduma za umma na kufuatilia utekelezaji wa miradi ya maendeleo nchini Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Tuelekee moja kwa moja mkoani Ituri. Mvutano unaendelea kuongezeka kuhusu wito wa kusitisha shughuli zote uliopangwa kufanyika Jumatatu na Jumanne zijazo, saa 24 baada ya tamko la mkuu wa usultani ambaye alipinga mpango huo. Mratibu wa shirika jipya la kiraia la Kongo katika usultani wa Babila Babombi, Muhindo Mamboro Peresi, amesisitiza kuwa hatua hiyo ya kiraia itaendelea kama ilivyopangwa. Kwa mujibu wake, hatua hiyo iliyoanzishwa na muungano wa mashirika ya kiraia inalenga kulahani kuongezeka kwa mauaji yanayohusishwa na waasi wa ADF NALU pamoja na manyanyaso na usumbufu mwingi wa vizuizi vya barabarani ambavyo wananchi wanakumbana navyo katika eneo la wilaya ya Mambasa. Muhindo Mamboro Perez anatoa wito kwa wakazi kuheshimu mwito huo na kubaki majumbani mwao katika siku hizo mbili za uhamasishaji. Anaamini kuwa ni kitendo cha maandamano ya amani kinacholenga kuzitaka mamlaka kuchukua hatua kutokana na kuendelea kuzorota kwa hali ya usalama. Muhindo Mamboro Perez: tulipata interview ya autorite lokale kusema kama anakatala marche ama journée ville morte décrétée par la société civile isikuwe mu entité. Tunaweza kupresize kama si enjo tuko tunakufa, maduka ya wakomersa yetu ndio yenye kuna lunguziwa, si enjo ba victime kuenda hapa mamoto zetu ndio kuna chomewa, esi de suite, si ndio tuko na nyanyasiwa kwenye barabara, si ndio tuko na yote yenye tuna reclamer ndani ya barua yetu iko fonde na tuko na droit ya kuireclamer. Alors menalika population yote mwenyana yo kwa gizi iko na uchunga wa ndugu wetu wenyewe uko na chinjiwa. Iko na uchungu, iko na nyanyasika. Ye mkimbizi iko napita ku barriere bana munyanyasa, bana mfunga, bana mkula makuta esi de suite.
Ile siku ya kwanza na siku ya pili ni siku ya kujiprononcer, kuonesha bakubwa kama tuko tunateseka. Ninaalika tena population yote kuweza kubakia kunyumba siku ya kwanza na siku ya pili, juu tuweze kuambia leta yetu ipike adui na pia imalize unyanyasaji ndani ya mabarabara yetu ya Sheferia Babila Babombi. Kwa habari za haraka, za kina na za uhakika kutoka Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo na zile ambazo zinamgusa kwa mkongomani aliye nje, usikose kusikiliza JCTV. Usikose pia kusubscribe, comment, like na kushare. JCTV ni jicho lako. Na mwishowe kabisa, raia wawili wameuawa na mmoja kujeruhiwa. Hiyo ndio tathmini ya shambulio jipya linalodaiwa kufanywa na wapiganaji wa IDF nalo jana Ijumaa majira ya saa 10 jioni katika eneo la Bahiti. Bwana Jano pamoja na dada yake Solange wenye asili ya Biakato walikuwa miongoni mwa waathirika wa shambulio hilo la jana jioni. Wakiwa wametoka Oicha kuelekea Biakato kupitia Bahiti pamoja na dereva wao aitwaye Kitsa Katembo, walivamiwa na wapiganaji wa ADF waliowafyatulia risasi. Jano na Solange walifariki papo hapo, huku dereva wao akijeruhiwa vibaya na kulazwa kwa matibabu katika hospitali ya rufaa ya Oicha. Shambulio hili limetokea baada ya lile la Kasoko Mpompi ambapo adui huyo aliwaua watu 3 na kuchoma nyumba kadhaa. Inafaa kujulisha kuwa maeneo ya Kasoko Mpompi, Bahiti, Ngubo, Mbapili, Poni na mengineyo yako chini ya udhibiti wa kundi la Wazalendo. Raia wanajiuliza ni jinsi gani adui anaweza kuendelea kufanya mashambulizi katika maeneo yanayodhibitiwa na Wazalendo. Ni mwisho wa habari zetu. Naitwa Bedi Jean de la Croix na hii ni JCTV. Kwaheri kwa sasa.